Kikoko amemshikilia mkono pale. Makofi. Na msikilizaji na mtazamaji mpendwa popote ulipo, ni wakati wa salamu za rambirambi kwa watu mbalimbali, viongozi na wengine mashuhuri katika msiba huu mkubwa wa kanisa taifa la Tanzania, lakini Afrika na ulimwengu kwa maana ya kanisa na dunia. Mtazamaji wakati huu na msikilizaji, ni Jaji Joseph Sinde Warioba. Huyu aliwahi kuwa makamu wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi cha utawala wa awamu ya pili wa mzee Ali Hassan Mwinyi. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Askofu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, maaskofu wote na waombolezaji wote tulio hapa. Ni vigumu katika wakati kama huu kuweza kuzungumza kitu ambacho hakina matatizo namna ya kutamka. Msiba huu ni msiba mzito sana. Kardinali Pengo alikuwa tu sio kiongozi wa kanisa Katoliki, alikuwa ni kiongozi wetu sisi wote. Mimi sio Mkatoliki, lakini nilimheshimu Kardinali Pengo kama kiongozi wangu wa kiroho. Kama ambavyo imeelezwa, yeye alikuwa ni mtu anazingatia sana maadili, anazingatia maadili, uaminifu na uzalendo. Na kitu ambacho nakumbuka katika haya aliyosema alivyokuwa akituongoza ni neno lake aliyotoa wakati tunamwaga rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ile hotuba aliyoitoa pale ilikuwa tu sio kwa familia ya Mwalimu, sio kwa Wakatoliki, ilikuwa kwa binadamu, kwa Watanzania wote. Na katika kipindi ambacho kimepita, miaka michache ambayo imepita, tumekuwa na matatizo ya kuporomoka kwa maadili katika nchi yetu. Lakini Kardinali Pengo wakati wote alikuwa anatukumbusha umuhimu wa maadili. Ametutoka. Mwenyezi Mungu ameona ni wakati wake amchukue, lakini urithi aliyotuachia ni mkubwa, hasa katika kipindi hiki. Urithi aliyotuachia, tuwe na maadili, tuwe na usawa, tuwe na umoja, tuwe na uzalendo katika kipindi hiki ni muhimu sana. Nadhani tuzingatie hayo aliyotuachia. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali. Tumpigie makofi. Mapadi wengi mnamuita babu, sio? Asante sana.
Naomba nimkaribishe mwakilishi wa Mufti akiwakilisha madhehebu mengine yote. Karibu mwakilishi wa Mufti. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na sasa anaenda kuongea mwakilishi wa Mufti wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam akiwakilisha madhehebu mengine. Bismillahirrahmanirrahim. Amani Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ndugu tuliohudhuria katika kumsindikiza mpendwa wetu Muadhama Kardinali Pengo, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, jana amenipa agizo la kuweza kuhudhuria katika mazishi haya kwa niaba yake, na amenipa maneno ya kuja kusema kwa namna yeye anavyomfahamu Muadhama, kwa namna alivyojitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya taifa hili. Lakini imefikia mahala Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania anawataka wa Tanzania pale wanapomsindikiza Muadhama Kardinali Pengo na kwenda kumuweka katika nyumba yake ya milele, wasione kwamba wanakwenda kumuweka yeye, bali wanakwenda kuziweka hekima zake, busara zake, utu wake na uzalendo wake kwa taifa letu. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniambia na kunituma niseme ya kwamba kila mazishi yake huwa anayaandaa kutokana na utaratibu na mfumo wa maisha atakaoweza kuishi nao katika dunia, kwa namna atakaweza kujitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya watu. Na Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wakati ananipa maagizo haya amenukuu kipande cha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, nami naomba kunukuu kwa Kiarabu kisha nitafasiri kwa Kiswahili. Mtume anasema, khairun nasi anfauhum linnas, mbora wa watu ni yule anayeleta maslahi mapana kwa watu. Lakini mwisho Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniagiza ni nukuu andiko katika Biblia, Luka 2:52, inasema kama ifuatavyo: naye alipokuwa akikua katika hekima alimpendeza Mungu na wanadamu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa mpendwa wetu. Mwenyezi Mungu sisi tulimpenda, lakini Mungu kampenda zaidi, na kila mmoja katika sisi achukue mfano na maisha aliyoyaishi kwa maslahi mapana ya taifa letu, huku tukiamini hapa duniani hatuna muda mrefu tutarejea kwa Mungu. Hakika ya sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Asante sana.